감사합니다. Asante. 예, 우리가 뭐 이렇게 합격을 해도 뭐 잠깐이지만 기분이 좋습니다. Sasa tukifaulu mtihani ngoni kwa muda mfupi tunakuwa na furaha. 예, 저는 면허증을 땄을 때도 하루 정도는 기분이 참 좋더라고요. Mimi nilipopata leseni ya udereva nilikuwa na furaha kwa muda wa siku nzima. 뭐 우리가 이렇게 자동차를 좋은 거 사도 한 며칠 동안 기분이 좋다 뭐 이렇게 느낄 수 있습니다. Hata ukinunua gari jipya unaweza kujisikia vizuri kwa siku kadhaa. 또 우리가 뭐 집을 사도 기분 좋다 이렇게 며칠 느끼죠. Hata kwa siku kadhaa ukinunua nyumba mpya unaweza kujisikia vizuri. 한 가지는 여러분이 지금 꼭 체험을 해야 돼요. Lakini sasa hivi lazima mpate uzoefu wa kitu kimoja. 하나님은 나의 기도에 응답하시는구나. Kumbe Mungu yeye anajibu maombi yangu. 이거는 반드시 체험해야 돼요. Lazima mpate uzoefu wa kitu hichi. 그런데 어떻게 해서 응답을 받는지는 너무 쉬운데 잘 못하고 있습니다. Ni rahisi kupata majibu lakini watu wanashindwa kupata majibu. 그래서 오늘 그거를 알고 여러분이 가셔야 되겠습니다. Kwa leo mfahamu kitu hicho alafu muondoke nacho. 왜 응답이 없는가? Kwa nini hakuna majibu? 어떻게 하면 오는가? Majibu yatakujaje? 절대 낙심하지 말고 여러분들은 기도 응답을 받으셔야 됩니다. Kama msivunjike mioyo, lazima ninyi mpate majibu ya maombi yenu. 저는 역사적으로 보면서 기도 많이 하는 그 어머니의 자녀들을 보았거든요. Mimi nimeangalia wale watoto wakina mama ambao walikuwa wanaomba sana maombi kihistoria. 또 기도 많이 하는 목회자들 그 교회를 보았고요. Na pia nimeona makanisa ambayo wachungaji wake walikuwa wakimwomba Mungu sana. 기도하는 그 아버지의 후대들을 봤기 때문에 여러분들은 반드시 이거는 체험해야 돼요. Na pia kusema nimeona vizazi vya kina baba ambao walikuwa wakiomba sana, lazima ninyi mpate uzoefu huu. 그런데 한 99%는 제가 보기로는요. 기도 응답을 잘 못 받고 있는 것 같아요. Lakini nikiangalia zaidi ya 99% ya watu hawapati majibu ya maombi yao. 그럼 말은 하지 않지만은 어려운 거예요. Ingawa haongei lakini wana mazingira magumu. 그럼 사는 게 막 힘이 들고 그 대부분 그래요. Wanavyoishi wana mazingira magumu, wako hivyo asilimia kubwa. 그러니까 이렇게 헛수고는 아니지만은 너무 어렵게 불신자처럼 살다가 불신자 더 못한 이런 헛수고하는 경우가 많습니다. Ingawa hateseki bure lakini wanaishi kama wasioamini na mwisho siku wanakuwa na masumbuko ambayo ni ya bure tu. 그러면 괜찮은데 이 응답을 못 받으면 불신자와 같이 말 못할 영적인 문제가 와요. Ikiishi hapo ni sawa, lakini wanakuta na matatizo ambayo hawezi kuongea kwa maneno yao kama watu wasioamini. 똑같이 영적 문제가 올 수 있는데 이 기도의 이 답을 갖고 있는 사람은 해석이 달라져. Matatizo ya kiroho inaweza kuja sawa, lakini mtu ambaye ana majibu haya ya kiroho tafsiri yake inaweza kuwa tofauti. 그러면 응답도 달라져. Wakati ile basi hata majibu yake yanakuwa tofauti. 오늘 뭐 복잡한 얘기 할 거 없이 여러분이 꼭 응답 받아야 되니까 바로 본론으로 들어가겠습니다. Leo sitaongea kitu kigumu kwa sababu ninyi leo lazima mpate majibu na ingia kwenye yaliyomo moja kwa moja. 여러분은 어떤 경우에도 기도할 수 있다면 다 해결되겠죠. Mkiweza kuomba kwenye hali zote zile, basi mambo yote kwenu yatasuluhishwa. 만일 여러분의 자녀가 이 기도에 힘이 있다면 어디에 있어도 괜찮습니다. Kama watoto wenu watakuwa na nguvu hizi, basi haitajalisha wako sehemu gani, haitakuwa na shida. 여러분이 이 기도의 힘을 실제로 가질 수 있다면 어떤 상황이 와도 괜찮은 겁니다. Kama mtakuwa na hizi nguvu nenye kiwalisia, basi haijalishi hali gani zinawajia, haitakuwa na shida. 확실하죠. 그렇다면 그걸 가져야 되는 거예요. Basi tunapaswa kuwa na nguvu hiyo. 그래서 출애굽부터 오늘 사사기 시대까지를 지금 본 겁니다. Ndio tumeangalia tangu kutoka kule Misri mpaka msimu wa Waamuzi leo. 사사기를 다 안 읽었어요. Hatujasoma kitabu chote cha Waamuzi. 오늘 끝장 끝을 읽은 Leo tumesoma sura ya mwisho kabisa 그 tu, mstari wa mwisho. 이유는 사사기 안 보겠다 이 뜻입니다. Maana yake nini? Tutaangalia kitabu cha 왜냐? Waamuzi. Kwa nini? 애굽에서 나와가지고 또 실패했어. Mara baada ya kutoka Misri walifeli tena hao. 14명의 지도자 사사를 지나면서 블레셋에게 계속 원한다. Wakati viongozi 14 waamuzi wanapita, hao wote walisumbuliwa na kutaiswa na Wafilisti. 심지어 우리는 기드온에 대한 얘기하죠. 기드온 용사 400명 이야기하는데 그것도 사실은
성경 자세히 보면 성공 아닙니다. Pasikuwa tunaelezea mambo ya Gideoni na wale mashujaa 300, lakini kwenye Biblia ukiangalia hayo sio mafanikio ya kweli. 기도 용사에 대해서 잘 아십니까? 성경이 보면 이렇게 돼 있어요. 정확하게 보면요. Mnafahamu vile wale mashujaa wa Gideoni, Biblia inaeleza namna hii. 미디안 군대가 쳐들어온 겁니다. Jeshi la Midiani lilikuja kuwavamia. 그때 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. Wakati ule Mungu aliwaambia, 어마어마한 미디안 군대가 왔는데 하나님이 너희들이 지금 모인 군대가 너무 많아. jeshi kubwa la Midiani limekuja kuvamia, na Mungu anambia sasa hivi jeshi lenu ninyi ni kubwa sana mmekusanyika. 전쟁하기 싫거나 두려운 사람 집으로 보내. Wale ambao ni waoga au hawapendi kupambana vita warudisheni nyumbani. 그러면서 하는 말씀이 있어요. Alafu mara baada hapo Mungu anasema, 뭐라고 했습니까? anasemaje? 혹시 너희들의 힘으로 이겼다고 할까 싶어서 이렇게 말한다고 설명했습니다. Akawaelezea, nawaambia hivyo kwa sababu huenda baadhi yenu mtadhani mnashinda kwa sababu yenu ninyi wenyewe kwa nguvu zenu. 그러니까 기도원이 전쟁하셔서 가 이러니까 거의 다 가버리는 거예요. Ndio maana Gideoni alivyowaambia watu waondoke pale ambao hawana uwezo wa kupanda vita, karibu wote wakaondoka. 10,000명 정도가 남은 겁니다. Wakabaki kama watu 10,000 tu. 근데 돌아가는 사람이 22,000명이나 돼 있어요. Walirudi nyumbani walikuwa watu kama 22,000 hivi. 그러면 군대가 32,000명이 모였단 말이 돼요. Maana ni jeshi lilikuwa na jumla ya watu 32,000. 그런데 하나님 또 이렇게 말씀하셔요. Lakini pia Mungu anasema hivi, 10,000명도 너무 많아. hawa 10,000 bado ni wengi sana. 돌려보내. Warudisheni nyumbani. 어떻게 하면 좋겠습니까? Tufanyeje basi itakuwa nzuri? 저 내가에 가서 물을 먹여봐. Wapelekeni kule kwenye kijito mwanyweshe maji. 그러면 두 종류가 나올 거야. Watu 200 watatokea hapa. 그냥 막 이게 머리를 받고 물 먹는 사람 있고 머리를 들고 손으로 먹는 사람이 있을 거다. Watakuwepo watu ambao watakunywa kwa vichwa vyao na wengine watakunywa kwa mikono yao. 둘 중에 하나이겠냐? Watakuwepo watu 200 hapo. 아니 발로 퍼먹을 수는 없으니까 입을 바로 담그든지 손으로 먹든지 둘 중에 하나 아니겠냐? Kwa sababu huwezi kula kwa mguu, lazima unywe maji kwa mkono au kwa kuinama moja kwa moja, huwezi kunywa kwa mguu. 그랬더니 머리를 물속에 넣어서 물을 먹는 사람이 거의 10,000명 중에 9,700명이에요. Wale watu ambao walikunywa ile maji kwa vinywa vyao moja kwa moja kwa kuramba ramba walikuwa ni kama 손으로 먹는 9,700. 사람들이 Alafu wale wengine walikunywa kwa mikono yao. 물을 이게 손으로 보면 300명이에요. Waliokunywa kwa mikono yao walikuwa ni kama 300 hivi. 저 300명을 데리고 전쟁해라. Akamwambia wachukue hao 300 ndio nao vitani. 10,000명 중에 9,700명 돌려보내라. Kati ya hao 10,000, 9,700 warudishe 쉽게 nyumbani. 말하면 그 10,000명 중에서도 겁 없이 용감하게 그냥 팍 물 먹는 사람인데 거기서도 겁이 나서 물 이래 먹는 사람 있잖아요. 그 300명 그 용사가 아닙니다. 300명 쫄장부들을 데리고 가라. Katikati ya wale 9,700 ambao walikunywa maji kwa vinywa vyao na wale wengine ambao walikunywa kwa mikono yao, hawa si waoga, basi wachukue hao uende nao vitani. 무슨 말입니까? Maana yake nini? 내가 너희를 위해 싸우겠다 이게. Mimi nitapambana kwa ajili yako 미디안 wewe. 군대를 네 손에 붙여주겠다. Nimekabidhi wa Midiani kwenye mikono yako. 처음부터 약속입니다. Ni ahadi tangu mwanzo walipewa. 안 믿으니까 가나안 땅 들어서 계속 또 싸우더니 Kwa sababu hawakuamini wakati na Kanaani wanagombana tena. 그러면서 사사시대 때 계속 어려움 당하는 이유를 오늘 설명한 겁니다. Kwa leo inaelezewa sababu ya wao kukutana na magumu kwenye msimu wa waamuzi. 여러분이 기도 응답을 반드시 받으려고 하면 기도 응답이 안 되는 이유를 알아야 돼요. Ili muweze kupata majibu yenu, lazima mjue sababu zipi zinazuia ninyi kupata majibu yenu, si ndio? 이게 너무 간단하기 때문에 누구나 응답받아서 왜 기도 응답이 안 될까? 그거부터 알아요. Kwa sababu rahisi sana, kila mtu anahitaji kupata majibu yake. Lazima kwanza tuanzie kujiuliza kwa nini sisi hatuwezi kupata majibu ya maombi. 그게 서론입니다. Huo ni utangulizi. 거기에 사사기 21장 25절입니다. Hiyo ni Waamuzi 21:25. 뭐죠? Kitu gani hicho? 자기 소견대로 행했다. Waliishi kwa mioyo yao wenyewe. 누가 뭐래도 기도 응답 못 받습니다. Hata nani aseme nini, huwezi kupata majibu ya maombi. 자기 소견대로 행했다. Walitenda sawasawa na matakwa yao wenyewe 계속해서 bila kukoma. 여러분 지금 혹시 무슨 생각하고 계십니까? 예배 드리면서 기도하는 사람이 있고 뭔가 생각하는 사람이 있을 겁니다. Sasa mnawaza kitu gani katikati ya kuabudu? Wapo ambao wanaabudu, lakini wapo wengine ambao wanawaza mambo mengine wakati wa ibada. 아무것도 아닌 것 같죠? 여러분 마치고 가면서 뭔가를 생각할 겁니다. Ni kama sio kitu, lakini mkiondoka pia mtaendelea kuwaza kitu fulani. 바로 창세기 3장으로 들어가. Moja kwa moja naingia Mwanzo sura ya 3 나도 모르는 사이. bila hata kujijua. 그러니까 기도 응답 받을 수가 없어요. Ndio maana siwezi kupata majibu ya maombi. 요셉의 형들입니다. Kaka zake na Yusufu 정도되겠어.
ni ushuhuda. 요셉의 형들은 어떤 기도 속에 있었는가 하니까 전부 자기 생각대로요. 왜 아버지가 편견하느냐? Kaka zake na Yusufu walikuwa kwenye maombi gani? Kwa nini baba yetu anatubagua sisi muda wote? 아버지가 이유가 있구나. 요셉을 불쌍히 여기시구나. 이래 되는데 왜 요셉만 사랑합니까? Baada ya baba ana sababu, baba kwa nini anapendelea Yusufu, anawaza tu kwa nini baba anatubagua sisi? 왜 우리에게는 좋은 옷을 주지 않습니까? Kwa nini sisi hatupi mavazi mazuri? 그게 요셉의 형들입니다. Hao 그렇죠? walikuwa ni kaka zake na Yusufu, sio? 평생을 응답 못 받았어요. Maisha yao yote walikosa kupata majibu. 평생을 좀 나쁜 말로 빌어먹었어요. Ndio maana kwa neno gumu, kwa maisha yote walikula vyakula vya 나중에 kuombaomba tu. 요셉 집에 와서 얻어먹다 그게 왜 그렇습니까? 별거 아닌 것처럼 보이죠. Walikuja kwa nyumba ya Yusufu kuomba chakula, sio kitu, lakini walipaswa kujiuliza. 여러분은 기도하지 않고 고민하는 순간 창세기 3장으로 들어가요. Msipoomba mkiingia kwenye wasiwasi, mnaingia Mwanzo sura ya 3. 내 생각도 들어보는데 이거를 잘 알 수가 없는 거예요. Nikiingia kwenye mawazo yangu siwezi elewa nini kinatokea. 여러분의 생각을 기도로 바꾸는 순간 역사에 나는데 우리 생각으로 바꿔버려요. Mnapobadilisha mawazoni kwa maombi, kaza mwanzo tokea, lakini si mawazo yatubadilisha 여러분 sisi. 생각 너무 많이 하면 딴 데 갑니다. Ukiwaza mawazo mengi unaenda sehemu nyingine. 어떤 생각 너무 많이 하다가 자살해버립니다. Kuna wengine kwa kuwaza sana 생각 너무 많이 wamejiua. 해가지고 Kwa kuwaza sana. 몇 전에 얘기 안 했습니까? Sikuelezaka mimi zamani? 이 사람 아닌데 말이야. 너무 생각을 많이 했는가 봐. Huyu mtu sio, lakini anaonekana amewaza sana huyo. 기도하면 그렇게 안 됩니다. 생각을 너무 해가지고 내가 하는 말이 자기가 신학교 가겠다는 거야. Angeomba asingefanya hivyo, lakini akaniambia eti ataka aende kusoma theolojia. 내 속으로 제발 내 같은 놈도 가면 안 되는 니 같은 거까지 가면 안 되는데 그냥 그냥 사업하세요. 내가 Ndani ya moyo wangu nikawaza, mtu kama mimi sipaswi kwenda kusoma theolojia, na wewe pia upaswi, nenda tukafanya biashara. Ndani ya moyo wangu nikawaza hivyo. 자기가 기도를 많이 해봤더니 생각을 많이 해봤겠지. Akaniambia eti ameomba sana, hajaomba sana, alikuwa na mawazo sana tu huyo. 이스라엘 민족이 우리가 애굽에 있으면서 잘 먹고 살고 있지 않냐? Tafadhali leo akaanza kujiuliza, tulipokuwa Misri mbona tuliishi vizuri na kula vizuri 이거 tu? 못 말립니다. Huwezi kuzuia hichi. 어째서 잘 먹고 있습니까? Walikuwa nakula vizuri nini? 그러니까 평생 있을 건 없다 뭐. Ndio maana hata wakiishi maisha yao yote hawezi 몇백 kupata 년 majibu. 지났는데도 못 받는. Hata miaka mamia ikipita hawezi kupata majibu. 광야를 가면서 우리는 가다가 죽는 일이 있어도 광야를 가야 된다라고 해야 돼요. 그렇죠? Lazima waende jangwani, hata kama kuna jambo gani, hata kama kuna jambo la kufa, si lazima waende jangwani. 우리는 여기서 죽는 것보다 애굽으로 돌아가자. Sisi zaidi ya kufa hapa ni bora turudi Misri. 거기는 무덤도 많고 땅도 많고 먹을 것도 많다. Kuna vyakula vingi, ardhi kubwa na makaburi pia kule yapo. 어떻습니까, 여러분? Ninyi 이 mnafikiriaje? 사람들은 전부 광야에서 사망했습니다. Watu hao wote walikufa jangwani. 어쩔 수 없잖아요. Hakuna namna. 그러니 자기 소견대로. Ndio maana walifanya kama wanavyotazama wenyewe. 이 간단한 건데 자기 소견대로 할 때는요. 언제든지 창세기 3장, 6장, 11장이 걸려요. Ni kitu rahisi, lakini muda wote unapofanya mambo kuonyesha unavyotazama unakamatwa na Mwanzo 3, 6 na 11. 이 간단한 거를 사람들은 알면서도 모르는 거예요. Watu ingawa ni kitu rahisi namna hii, lakini hawajui. 그래서 우리는 요 하나만 알아도 흑암에서 일단 빠져나오는 이런 응답이 시작되집니다. Ndio maana sisi tukifahamu tu kitu kimoja tunapata majibu kutoka kwenye mamlaka ya giza kwanza. 그러니 솔로몬 왕이 말이죠. 응답을 받아도 문제가 돼. 솔로몬이 왕 되고 난 뒤에 너무나 많은 축복받았습니다. Ndio maana mfalme mara baada ya mfalme Sulemani ya kupata majibu mengi yakawa matatizo kwake yale majibu mengi. 이래가지고요. 솔로몬이 얼마나 강한 그게 되지는 하니까 다른 나라들이 솔로몬 왕을 만나러 오는 거예요. Ndio maana mfalme Sulemani alikuwa na nguvu namna gani, wafalme wote wakawa wanamwendea Sulemani. 이 솔로몬 왕이 이제 머리를 쓴 겁니다. Sulemani mfalme akatumia kichwa 그쪽에 chake. 있는 여자들 또 그쪽에 있는 이 인물들 받아들인 겁니다. Akawapokea wanawake na wasomi wakubwa kutoka kwenye yale maeneo na mataifa yale mengine. 나쁜 뜻이 아니었어요. 자기 생각이지. Sio kitu kibaya, lakini alikuwa mawazo yake haya. 왜 그렇게 합니까? Kwa nini anafanya hivyo? 그래야 세계화가 될 수 있다는 거예요. Kuna hiyo anaweza kawa na utandawazi. 그런데 이 1000명이 넘는 여자들이 왔는데 여자들이 호소를 한단 말이에요.
Walikuja wanawake kama 1000 hivi wakawa na madai kwake. 우리는 여기 살기 너무 힘들다. Sisi ni ngumu sana kuishi hapa. 우리가 부모님 때문에 정치적으로 여기 왔는데 너무 힘들어요. Tumekuja hapa kisiasa kwa sababu ya wazazi, mazingira ni magumu kwetu. 그래서 부탁이 있습니다. Kwa tuna ombi kwako. 뭐 Akamwambia, 부탁이냐? akauliza ombi gani? 우리가 너무 심심하니까 우리가 섬기던 신들을 섬기게 해달라. Sababu tunaboreka sana, ruhusu miungu ambayo tunaiabudu tuweze kuiabudu hapa. 솔로몬 왕이 오케이 한 겁니다. Mfalme Suleimani akasema okay, sawa. 그래서 이스라엘 땅에 일제히 우상 신전이 서게 됩니다. Ndio maana kwenye nchi ya Israeli masanamu yakaenea pote pote. 그래서 이스라엘은 즉각 망하게 됩니다. Ndio maana mara Israeli ikaangamia. 그래서 나누어지게 된 거죠. Ndio maana ikagawanyika. 나누어지니까 북쪽 이스라엘, 남쪽 유다. Mara baada ya kugawanyika, kule kaskazini ni Israeli na huku kusini ni Yuda. 이스라엘 수도 사마리아, 유다 수도 예루살렘. Makao makuu ya Israeli ni Samaria na makao makuu ya Yuda yakawa Yerusalemu. 그래도 깨닫지 못하니까 Pamoja na hayo walikuwa hagundui bado. 아수르가 쳐들어간 거예요. Washuru wakaja kuwavamia. 아수르가 쳐들어와서는 북쪽에 있는 이스라엘 남자들을 싹 다 사로잡아. Washuru kuja kuwavamia wakachukua wanaume wote wa upande wa Israeli kule kaskazini. 예, 기도 모르면 실제 있었던 일이에요. Kama ufahamu maombi ni mambo ambayo yanatokea kiuhalisia haya. 이래서 이스라엘 남자들을 전부 전 세계 노예로 팔아버립니다. Ndio maana Waisraeli wote wa kiume wakauzwa utumwani kama watumwa wote. 비참하게 된 거죠. Mambo yakawa ya aibu. 그러고 난 뒤에 얼마 안 있다가 바벨론이 쳐들어온 거예요. Mara baada ya hapo, mara baada ya mchache, Wababeli wakaja kuwavamia tena. 그래서는 이제는 막 그런 정도가 아니고 예루살렘 성전을 없애버리고 남쪽에 있는 남자들 다 잡아. Sasa kiwango hicho wakaliondoa hekalu la Yerusalemu, wakachukua wanaume wote wa upande wa Yuda, 그게 포로돼 간 겁니다. wakachukuliwa mateka. 이런 일이 계속되니 Mambo kama haya yakaendelea kutokea na kutokea 자기의 소견대로. kama walivyotazama kwa macho yao wenyewe. 근데 오늘 여러분이 기도는 영적인 과학입니다. Leo mfahamu maombi ni sayansi ya kiroho. 세신자들 많은 거 알 필요 없습니다. 여러분이 기도 응답 받는 아주 간단한 길이 있습니다. Washirika wapya msifanye mambo mengi, mfahamu siri rahisi ya kupata majibu ya maombi yenu. 하나님의 소견대로. Kama Mungu anavyotaka. 간단합니다. Ni rahisi. 이거를 실제로 할 수 있으면 됩니다. 하나님의 뜻대로. Kwa mapenzi ya Mungu, kama Mungu anavyotaka kufanya kiuhalisia ni nzuri zaidi. 하나님이 원하시는 대로. Kama Mungu anavyotaka iwe. 이거 쉬운 말처럼 보이는데 쉬운 건데 안 쉽습니다. Ni kama maneno rahisi, lakini sio rahisi unavyofikiria. 99%는 일을 못하고 있어요. Asilimia 99 wanashindwa kufanya hivyo. 전부 내 생각을 가지고 보는 겁니다. Wote wanatazama mambo kwa mawazo yao. 이게 굉장히 위험한 거예요. Hiki kitu ni hatari sana. 그래서 하나님의 눈으로 봐야 돼요. Ndio maana lazima tutazame sisi mambo kwa macho ya Mungu. 이 사건이 왜 생겼습니까? 하나님의 눈으로. Kwa nini tukio limetokea? Kwa macho ya Mungu tutazame. 하나님의 계획대로. Kwa mapenzi ya Mungu tutazame. 이거 질문만 했는데 영적 세계가 뒤집어져. Hata nikijiuliza tu ulimwengu wa kiroho unapinduka. Aminini kitu hicho. 이 언약 가진 사람 한 사람만 있어도 됩니다. Hata akiwepo mtu mmoja ambaye ana hili agano basi inatosha. 오늘 여러분이 그 주인공이 되길 바랍니다. Leo nawaombea muwe sura kubwa jambo hili. 이 언약 가진 사람 하나님의 소견, 하나님의 계획, 하나님의 절대 목표 뭔지를 아는 언약 가진 한 사람만 나와도 뒤집어져. Akitaka mtu mmoja mwenye lagano, mwenye mtazamo wa Mungu, macho ya Mungu na mapenzi ya Mungu, mambo yanapinduka. 요셉. Yusufu. 그렇죠. Ndio. 이 요셉이 집에 너무 어려움이 왔단 말이죠. Yusufu alikuta na magumu pale nyumbani kwao. 그런데 이 요셉이 기도의 사람이었단 말이에요. Lakini Yusufu alikuwa ni mtu wa maombi. 그래서 요셉은 모든 것을 다르게 본 겁니다. Yusufu alitazama mambo yote kwa namna ambayo ni tofauti. 이미 세계복음의 언약 다 가지게 됩니다. Tayari alikuwa na agano la uinjilishaji wa dunia. 여러분이 세계복음의 축복을 확실히 붙잡는 순간부터 역사 시작됩니다. Nimetaka muda mnapokamata agano la uinjilishaji wa dunia, kiuhalisia kazi za Mungu zinaanza kutokea. 누가 뭐래도 그렇습니다. Hata nani aseme nini, ndivyo mambo yatakavyokuwa. 이때부터 요셉은 노예로 가도 괜찮아. Wakati Yusufu hata kama angeenda utumwani singekuwa na shida kwake. Kwa nini? 이게 바로 요셉이 꾼
하나님 주신 꿈을 이루는 길이 됐다. Ilikuwa ni njia ya kwenda kutimiliza ndoto ambayo Mungu alikuwa amempatia yeye Yusufu. Ndio maana 그래서 보는 눈이 다릅니다. kwa macho ya kutazama yanakuwa tofauti. 여러분 같으면 이제 망했다고. Nyie ngesema ameangamia. 요셉 망했어. Yusufu ameangamia. 이번에 진짜 망했어. 감옥 속았어. Kipindi hichi kaangamia kweli, ameenda mpaka gerezani? 아닙니다. Hapana. 이 눈을 가진 사람은 그게 바로 출세길이요. Mwenye macho haya atagundua ile ni njia yeye kufanikiwa. 총리가 됐습니다. Amekuwa waziri mkuu. 그러면 이제 이 눈이 없는 사람은 야, 저 사람 축복받았다. 성공했다. 그러겠죠. Mtu ambaye hana macho atasema ile mtu amebarikiwa, amefanikiwa. 아닙니다. Hapana. 세계 선교의 길이 Ilikuwa ni njia ya umisheni wa dunia. 왕 앞에 가서 당당히 말했습니다. 제가 임금님의 꿈을 해석할 수 없습니다. Alienda mbele ya mfalme akamwambia, mimi mfalme siwezi kutafsiri ndoto zako. 왕이 뭐 놀랬겠어요? Mfalme angeshangazwa namna gani? 꿈을 해석하러 불러왔는데 Ameita mtu kwa ajili ya kutafsiri ndoto, 더 중요한 말을 했어요. akaongea maneno ya muhimu zaidi. 여호와께서 임금님의 꿈을 알게 하실 겁니다. Bwana mwenyewe atakujulisha wewe mfalme ndoto zako. 전에 얘기했잖아요. 전에 옛날에 전도현장 갔을 때 전 딴소리 안 합니다. 하나님께서 당신에게 가라고 해서 왔다고 합니다. Mliambia zamani kile mashamba ya Bwana sikiwa na mengine naambia watu, Bwana ameniambia nije kwenu. Mungu ameniambia kwenu. 왜요? 이런 Watu watetemeka wanaambia kwa nini? 봄 불자 상태 전하고 영접시켜요. Naelezea injili hasa sasa wasio ambini alafu wanampokea Yesu. 요셉이 제가 본래 꿈 해석을 잘합니다. 이 말하고 여호와께서 왕의 꿈을 알게 하실 겁니다. 하고 어느 게 신뢰야 됩니까? Ipi ni kweli ni sahihi? Yusufu kumwambia mfalme, mimi ni mtaalamu wa ndoto, au Bwana mwenyewe atakutafsiria ndoto zako? 한 사람이면 돼. Akipo tu mtu mmoja na hii inatosha. 어느 날 위기 왔을 때에 하나님의 계획이 뭡니까라고 물은 거예요. Siku moja hatari inapokujia, unauliza Mungu, mapenzi yako ni nini? 요셉이. Yokebedi. 이러니 모세 같은 인물 나오는데 얼마나 큰 응답이었어요. Ndio maana mtu kama Musa anatokea na kwa majibu makubwa namna gani haya? 지금 다 설명할 수가 없어요. Sasa hivi hatuwezi kuelezea vyote. 오늘 간단히 여러분이 모든 것을 그래 봐버리면 달라집니다. Leo kirahisi yote mkitazama hivyo mambo yanabadilika. 그래서 큰 고난이 온다가 아닙니다. 큰 축복이 온 거죠. Sio mateso makubwa, ni baraka kubwa hiyo inatokea. 요즘 나는 기도하는데 하나님 언약 가운데 힘듭니다. 하나님은 제일 좋은 시간으로 만들어놨어요. Siku hizi naomba Mungu katikati ya agano la Mungu na mazingira magumu, ni ratiba nzuri Mungu ameniwekea hiyo kwangu. 하나님은 아직 시작도 안 했는데 모세는 할 수 없으면 나이 들어가. Bado hata Mungu hajaanza, Musa anasema hawezi, eti umri umemwendea. 아직 시작도 안 했는데 엘리야는 더 이상 못합니다. Mungu hata bado hajaanza, eti Elia anasema eti siwezi zaidi ya hapa. 여러분, 요게벳이 이 눈을 뜬 거예요. 오늘 여러분이 이 눈을 떠야 됩니다. Jamani, Yokebedi alifungua macho haya. Ninyi mnapaswa kufungua macho haya. Macho gani? 한나가 이 눈을 뜬 거예요. Hana alifungua macho haya. 나는 아들이 필요 없어요. Mimi sihitaji mwana. 처음에 아들이 필요하다고 했어. Kabla ya hapo 나는 aliomba 아들이 mwana. 필요 없어요. Sasa hivi sihitaji mwana akasema. 하나님의 역사를 증거할 나시린이 필요해요. Mnahitaji mnadhiri ambaye atashuhudia kazi zako. 어떻게 됐습니까? Mambo yakawaje? 그 하나 기도에 모든 것 다 바꿨어요. Kwa maombi haya mamoja yakaenda kubadilisha mambo yote. 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 않았다. Maneno ya Samueli hayakuanguka hata chini hata moja. 사무엘이 살아있는 동안 전쟁이 없었다. Kipindi Samueli yuko hai, vita haikutokea hata mara moja. 사무엘이 다윗이라는 인물을 길러냈습니다. Daudi alimlea, Samueli alimlea Daudi. 그때 여호와의 신이 크게 임한이라고 했어요. Biblia inasema roho wa Bwana alikuwa juu ya Daudi kwa 자, nguvu. 말 다 수가 없어. Siwezi kuongea yote kwa maneno. 이 언약을 깨달은 이사야 한 명이 바벨론을 뒤집어. Isaya mmoja ambaye aligundua maneno haya alipindua Babeli. 꼭 이 언약 잡으셔야 돼요. Lazima linyelewe mkamati agano hili. 그래서 내 소견이 아닙니다. 전부 다 내 소견입니다. Asema kubwa wanafanya kwa macho yao, nisifanye kwa mtazamo wangu na macho yangu. 아무것도 아닌 것처럼 보이죠. 전부 내 소견입니다. Ingawa sio kitu, lakini watu wote wanafanya kwa macho 왜 yao na mtazamo wao. 낙심됩니까? 내 소견이야. 왜 Nafanya 힘납니까? kwa macho 내 yangu. 소견이야. Kwa nini naishiwa nguvu? Kwa sababu nafanya kwa macho yangu. 망하는 줄도 모르고 Bila kujua kwamba 축복한 naangamia. 줄도 모르고. Bila hata kujiwa napotea. 하나님의 소견은 뭡니까? Macho ya Mungu ni nini? 문제 올 때 질문해야 되고 응답 왔을 때 질문해야 돼. Niweze kuanza hilo swali wakati wa baraka na hata matatizo yanaponijia. 두 번째입니다. Kitu cha pili, 하나님의 방법 아는 사람 한 사람이면 돼요. mtu mmoja ambaye anafahamu mbinu ya Mungu, akiwepo mmoja tu inatosha. 뭐죠? Kitu gani hicho?
지금까지 준 거. 세 절기 중심. 하나님 mpaka sa- 방법으로. mpaka sasa hivi kwa msingi wa zile sikukuu tatu ambazo Mungu alikuwa amewapa. 양의 피를 바르는 날 흑암에서 해방된 겁니다. Siku mpaka damu ya mwanakondoo waliweza kuwekwa huru. 해방되는 그 순간부터 보좌의 능력이 함께하는 겁니다. Na tangu muda walipowekwa huru wakawa pamoja na nguvu na uwezo wa kiti cha enzi cha Mungu. 그때부터 광야길 가는 동안에 오순절 성령의 역사에 나는 겁니다. Kwa sababu walipokuwa tembea jangwani, kazi za Roho Mtakatifu zikatokea kwao. 이걸 아는 사람. Mtu ambaye anafahamu kitu hicho, 그 아는 사람 한 사람이면 됩니다. mtu mmoja ambaye anafahamu jambo hilo akiwepo tu basi inatosha. 그래서 24 기도하는 성막 중심으로 모든 방향을 맞춰. Ndio maana akielekeza mielekeo yote kwa masaa 24 kwenye mahema ya kutania kwa maombi. 그거 아는 사람. Mtu anayefahamu hayo, 다니엘이 그랬잖아요. 다니엘이 anasema 성전을 향하여. kwa akielekea hekaluni. 여러분 기도하는 사람 한 명이면 됩니다. Jamani, akiwa tu mtu mmoja anayeomba hivi inatosha. 어떤 경우도 괜찮습니다. Asisumbuliwe na hali yoyote. 기도는 영적 과학입니다. Maombi ni sayansi ya kiroho. 절대 속지 마요. Kama 이 msidanganyike, 부분은 확신이 있어야 돼요. ile eneo mwe na uhakika nalo. 한 명이면 돼요. Akiwa mtu mmoja tu inatosha. 언약계 중심으로 지금까지 온 사람 한 명이면 돼요. Mtu mmoja ambaye amekuja kwa msingi wa sanduku la agano, mtu mmoja tu inatosha. 그게 하나님의 방법입니다. Hiyo ndio mbinu ya Mungu. 그 언약계 안에는 영원히 변치 않는 돌판에 새긴 말씀이죠. Kwa sanduku la agano kuna neno la Mungu ambalo limeandikwa kwenye mawe lisilobadilika milele hata milele. 여러분이 위급할 때 생명을 살리시는 만나다만 항아리 들어있습니다. Wakati wa hatari kulikuwa kuna chombo cha mana ambacho kinaweza kuokoa. 여러분이 기도하고 예배할 때 무슨 일이 벌어지느냐? 마른 막대기에 싹이 났어요. Wakati wa kuomba, wakati badani kinatokea kwenye fimbo kavu, machipukizi yanatokea. 아론이 아닙니다. Sio Haruni 아론이 지팡이가 na 아니라니까요. hata sio fimbo ya 아무 Haruni. 가치 없는 죽은 아론의 지팡이에 싹이 났다 이 말이요. Fimbo ambayo ina thamani iliyokauka imeleta machipukizi. 그 비밀을 아는 사람. Mtu ambaye anafahamu siri hiyo. 마지막으로 뭡니까? Cha mwisho ni nini? 속에서 배경을 아는 사람. Mtu ambaye anafahamu background. 놓치지 말아야 됩니다. Msipoteze kitu hicho. 하나님의 소견, 하나님의 계획 안에 있는 언약을 가진 한 사람. Mtu mmoja ambaye ana agano la Mungu ndani ya mapenzi ya Mungu, ndani ya macho na mtazamo wa Mungu. 하나님의 방법을 아는 한 사람. Mtu mmoja ambaye 그 anafahamu mbinu 사람의 ya 기도 Mungu. 말이요. Mtu ambaye ana maombi. 하나님 주시는 배경을 아는 한 사람의 기도. Maombi ya mtu mmoja ambaye anafahamu background ya Mungu. 틀림없습니다. 그 배경이 뭐죠? Bila wasiwasi, background hiyo ni nini? 강연을 계속 설명해. 그 배경이 뭡니까? Background hiyo ni nini? Kuwa nikielezea. 보좌입니다. Kiti cha enzi cha Mungu. 지금부터 보좌의 망대를 만들어라. Mpaka sasa tengeneza kiti cha enzi cha Mungu. 보좌의 여정을 가라. Nenda kwenye safari kiti cha enzi cha Mungu. 보좌의 이정표 세워라. Jenga mawe kiti cha enzi cha Mungu. Kitu hicho. 이럴 때 먼저 오는 응답이 있어요. Yako majibu ambayo yanakuja kwanza wakati ule. Kitu gani? 예수님 그거 가르치시고 한 거예요. 먼저 오는 응답이 있어도 뭡니까? Yesu alifundisha haya mambo akaondoka, ni kitu gani? 하나님의 나라 임하는 겁니다. Ufalme wa Mungu unakujilia. 그렇죠? 이게 먼저 세대. 오는 응답이에요. Hayo majibu ambayo yanakuja kwanza. 그러니까 이제 짐승들은 못 믿어. Wanyama hawezi kuamini. 무슨 하나님의 나라냐? Nini ufalme wa Mungu? 돼지는 밥 주면 돼. 그렇죠? Nguruwe wape tu chakula. 무슨 하나님의 나라입니까? Ufalme gani wa Mungu? 그래 전 세계는 정신병으로 바뀌는 거예요. Na ulimwengu wote umegeuka kuwa na magonjwa ya akili. 어마어마한 겁니다. Ni jambo kubwa sana hili. 주님 우리에게 기도 가르쳐주세요. 하나님 나라 임하도록 기도해라. Bwana ngo tufundishe maombi, ombeni ufalme wa Mungu uajilie, akawaambia. 그래도 못 알아들으니까 이것저것 달라 하지 마라. Na kwa sababu kuelewa akamwambia msiombe hiki na 하나님 kile. 다 아시느니라. Bwana anajua yote. 너희는 먼저 그의 나라를 구해라. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki 그리하면 yake. 모든 것을 더하여 주시리라. Na hayo mengine yote mtazidishiwa. 이게 배경입니다. Hiyo ndio background. 믿으셔야 돼요. 여러분 오늘 진짜 언약적 예배하는 동안에 여러분 주위에는 하나님의 나라 이루어지는 겁니다. Ameni kitu kimdogo unapokuwa na mate la agano kwenye mazingira kule ufalme wa Mungu unatokea. 그리고 마지막으로 배경 또 하나를 얘기했어요. Alafu eleza background nyingine moja 그게 mwishoni. 뭐죠? Kitu gani? 사도행 1장 3절입니다. Matendo 1:3. 하나님 나라의 일을 40일 설명해요. Anaelezea kwa siku 40 mambo yanayohusu 이게 ufalme wa Mungu. 배경입니다. 옛날부터 있던 배경이에요. Background mbele kuwepo tangu zamani hii. 하나도 걱정 안 해도 돼. Usiogope hata kimoja.
우리는요, 수많은 핍박을 받았는데, 저 몇십 년 전부터 세계 복음화 일어났어요. Tulipata mateso 전혀 kwa muda mrefu 바뀌지 sana, 않았어요. lakini uchaji wa dunia umetokea. 그렇죠? 그게 진짜 응답이지. 뭐가 응답입니까? Hayo ni majibu ya kweli. Majibu ya kweli yatakuwa ni yapi? 내가 하루에 밥을 10그릇 먹으면 응답입니까? Mimi kula sahani 10 kwa siku ni majibu? 10그릇 못 먹어요. Huwezi kula sahani 10, 먹어도 안 되고. hata ukila haifai. 저 해외가 이 다민족이고 작년보다 올해 더 역사 일어났어요. Kila mwaka sasa, mwaka huu watu mbalimbali wanakuja kazi za Mungu zinatokea na uhakika. 앞으로 더 많은 다민족이 일어나게 될 겁니다. Hata kule mbele watu mbalimbali watainuka zaidi. 두고 보세요. Tusubiri tuone. 여러분은 그래서 이 기도 가지고 어떻게 해야 됩니까? 레몬드 7명처럼 절대 불가능에 도전해라. Kumwombea mwombeji, mtie changamoto kwenye mambo usinika kabisa kama wale Elementi 7. 재앙 시대에 도전해라. Mtie changamoto kwenye msimu wa maafa. 도전하려면 재앙 없애는데 도전해라. Mtie changamoto kwenye kuondoa maafa. 저는 어릴 때 기도 안 했어요. 왜냐? 모르니까. Nilipokuwa mdogo sikuomba kwa sababu sikufahamu maombi ni nini. 진짜 아무것도 나는 하나님의 말씀대로 되는 게 없어요. Kweli hakuna chochote ambacho kiliwezekana kwangu kwa neno la Mungu hata kimoja. 어느 날 성경을 보니까 기도가 모든 것이라는 걸 알게 됐어요. Siku moja mara baada ya kusoma Biblia nikagundua kumbe maombi ni kila kitu. 흑암 무너지는 게 기도예요. Maombi ni kuanguka kwa mamlaka ya giza, sio? 하나님이 응답하시는 것만 기도가 아니고 흑암세력 무너뜨리는 게 기도예요. Maombi sio tu sisi kupata majibu, mamlaka ya giza kuanguka, hayo ndio maombi. 단순한 하나님의 대화가 아닙니다. 보좌의 배경이 임하는 게 기도요. Sio mazungumzo ya kirahisi, ni background ya Mungu kushuka. 기도를 알게 된 겁니다. Nikafahamu maombi. 그런데 단 한 개도 응답이 흐트러진 적 없이 나왔어요. Lakini majibu yamekuja yote, aliyo kumbuka jibu hata moja. 아들을 위해서. 아들이 너무 무너졌단 말이에요. Mtoto wake alikuwa ameanguka sana. 자, 우리 같으면 어떡합니까? Ingekuwa ni sisi tungefanyaje? 포기하거나 아니면 자꾸 뭔가를 하려고 하겠지. Tungekata tamaa au kujaribu kufanya kitu fulani kingine. 너무나 타락한 이 아들을 놓고 어머니가 계속 기도한 거. Mama alimwombea sana mwanae ambaye alikuwa ameanguka kabisa huyo. Bila 많은 kukoma. 사람들이 기도하지 말라는 거예요. Wengine alimwambia usiombe. 그런데 암브로시우스라고 하는 이 감독이 말하는 겁니다. Lakini askofu aitwaye Ambrose aliongea, 낙심하지 말고 기도해라. usivunjike moyo, muombe Mungu. 포기하지 마라. Usikate tamaa. 이거는 끈질기게 나간다고 응답되는 말이라 기도는 반드시 응답되게 돼 있다. Majibu lazima yatajibiwa tu, mambo atukete kwa sababu kitu hakiishi. 네 눈물의 자녀는 망할 수 없다. Mtoto wa machozi kama huangamii. 진짜 아들이 돌아왔잖아요. Kweli mwanaye akarudi. 돌아왔는데 이게 살아서 성자호 받았어요. 어거스틴입니다. Amekuwa hai, amepewa heshima ya kuwa mtakatifu. Huyu ni Agostini. 실제로 역사의 비밀관도 하나 지난 주간에 얘기했잖아요. Niwaambia siri moja ya wiki iliyopita. 로마 나라가 황제 10명이 250년 동안을 기독교를 바뀌라. Taifa la Rumi liwatesa Wakristo kwa miaka 250 kupitia wafalme 10. 그것도 죽인단 말이에요. Na sio tu hivyo, 믿으면 죽여. kwa kuwaua kama unaamini. 그런 시대가 로마에 있은 거예요. Kulikuwa na msimu huo kule Rumi. 여러분 같으면 어떻게 하겠습니까? Kama ungekuwepo ninyi mngefanyaje? 그런 속에서도 믿는 사람. Katikati ya hayo alikuwepo mtu aliamini. 얼마나 힘들었겠어요. Angekuwa na mazingira magumu namna gani? 예수 믿는 사람은 다 죽이는데 거기서도 믿는 거예요. Mimi na kwamba wale waamini Yesu walikuwa na uwawa, lakini huyu aliamini tu bila kukoma. 그러니 누가 말리겠습니까? 그거를. Nani atamzuia huyo sasa? 이 사람이 얼마나 많은 기도를 했겠습니까? Huyu mtu angemwomba Mungu maombi mengi namna gani? 세상에 희한한 일이 벌어진 겁니다. Mambo ya ajabu kwenye ulimwengu yakatokea. 그 아들이 그 여자의 아들이 자라서 황제가 돼서 Mtoto yule mama akakuwa siku moja akaja kuwa 로마 mfalme. 황제. Akaja kuwa mfalme. 그 역사 공부를 해보면 그렇게 되는 배경이 있습니다. 어쨌든 된 거예요. Ukisoma historia kuna sababu, lakini akawa mfalme. 그 아들은 어머니를 압니다. Yule mwana 그렇죠? anamfahamu mama yake. 그 죽음 속에서도 복음을 지킨 어머니를 안다니까요. Anafahamu mama yake katikati ya mauti kulinda injili. 그 사람이 글쎄 기독교를 250년 만에
국교로 선언한 거요. Mtu akatangaza mara baada ya miaka 250 Ukristo kama dini ya taifa. 뭐 여러 가지 정책이 있습니다. 그런데 이건 숨은 배경이에요. 예. 콘스탄티누스. Ingawa kuna siasa nyingi ziko nyuma yake, lakini akawa mfalme Constantinius. 그 어머니가 그냥 교회 다니는 사람이 아니고 예수 믿는 사람 죽이는데 그래도 예수 믿은 거예요. Yule mama hakumwamini tu Yesu kirahisi, ingawa watu walikuwa na wao ambao wanaamini Yesu, lakini bado yule mama alimwamini Yesu. 여러분의 기도는 시대를 바꾼다는 확신이 있어야 돼요. Lazima ninyi mweke kwamba maombi yenu inakwenda 왜 kubadilisha msimu. 그러냐? 기도할 때 7 망대가 움직이기 시작해요. Kwa ninapoomba zile ngome 7 zinaanza kutembea. 기도할 때 보호자의 여정을 갈 수가 있어요. Mnapoomba mnaweza kuendea safari kwenye kisenge cha Mungu 틀림없습니다. bila wasiwasi. 응답 안 온 줄 알았는데 더 큰 응답이 왔어요. 기도할 때 보호자의 이정표가 서요. Mnapoomba mbao za mwelekeo za Mungu zinasimama, majibu yanakuja. Mnadhani hayaje? 저는 기도를 본 사람이거든요. Mimi ni mtu ambaye nimeona maombi. 그 하나님에게 제게 보여주려고. Mungu anamenionyesha mimi. 나는 그런 사람을 본 적이 없어요. Sijawahi kuona mtu aina hiyo mimi. 낮에 일, Mchana 밤에 na, 기도. mchana anafanya kazi, usiku maombi. 하루도 안 빠지고. Haachi hata siku moja. 가능치 않아요. 그렇죠? Sio kitu rahisi hicho. 그냥 우리 이제 부친이 공장을 했는데 우리 동네가 불이 나버려. Baba yangu alikuwa na kiwanda fulani kijijini kwetu, moto ukawaka. 그 이제 저희 아버지가 사망을 했는데 나는 사망한 이유를 알아요. Baba alifariki. Mimi najua kwa nini baba yangu alifarikije. 얼마만큼 부지런한 사람이냐. 6.25 전쟁 났지요. 불나니까 사람들이 생활이 어렵잖아요. Alikuwa anapita namna gani? Maana baada ya vita vya Korea watu kuishi kunakuwa kugumu, moto uliwaka. 그러니까 우리 아버지가 새벽 4시에 일어나가지고요. 간장을 공급해요. Baba alikuwa anaamka alfajiri saa 10 anasambaza soya sauce. 그때 거의 전기 없었어요. Wakati ule umeme haukuwepo. 그런데다가 불까지 났으니 Sasa mpaka moto uliwaka. 밤에 석유를 배달했어요. Usiku alikuwa anasambaza mafuta. 대단합니다. Ni hodari sana. 낮에 우리 집에 가게를 했어요. Mchana alikuwa anauza duka pale nyumbani. 그 정도 하면 될 텐데. Angeishi hapo tu ingetosha. 그때 당시에는 전부 집에서 뭘 만들어야 되잖아요. Wakati ule wote lazima watengeneze vitu fulani kwenye nyumba zao, si ndio? 오후에는 칼 가는 걸 해. Muda wa mchana alikuwa noa visu. 우리 아버지 항상 그건 집 4개지요. Baba alikuwa anafanya hivyo, ni vinne hivyo tayari. 마지막 게 문제야. Cha mwisho ni tatizo hiki. 그것 때문에 돌아가시는데 마지막 게 문제. Kwa sababu kisha baba alifariki, lakini hili ndio lilikuwa tatizo kwake. 옛날에는 집들이 가난하고 막 학고방이고 이랬다니까요. Nyumba zamani zilikuwa masikini, zimetengenezwa kwa viboksi tu fulani kwa 그 mbao. 집에 어마어마한 벌레들이 많은 거요. Wadudu wengi wakawa wanaingia nyumbani kama chawa. 그 이제 소문이 났어. Habari zikavuma. 그때만 해도 뭐 일본말 비슷한 거 많이 썼어요. 이제 우리 아버지가 성이 류시니까 류상이 한 이 소독은 몇 년 간다. 이렇게. Wakati alikuwa anatumia maneno ya Kijapani, babangu kwa sababu alikuwa ni Ryu, akasema sumu ambaye anatengeneza Ryu inaenda miaka kadhaa ile dawa. 뭔 말이에요? Maana yake ni nini? 그만큼 독한 걸 썼다 이 말이에요. Kwa hiyo babangu alitumua dawa kali ya kuua wadudu sana. 그걸 몇 년 동안 우리 아버지가 방역을 한 거예요. Kwa miaka kadhaa baba yangu alikuwa anaimwaga hiyo dawa ya wadudu kwa miaka kadhaa. 폐다 망가지고 Mapafu yakaharibika kabisa yake. 그 마스크 끼도 다 망가집니다. 안에도 가서 그걸 적어도 1시간을 일하고 Hata ukivaa mask lazima mapafu yanaangamia, unakaa ndani ya chumba lisaa zima unapiga dawa. Ndio maana akafariki. 그러니 옛날에 여자들 뭐 직장 다니기 힘들었잖아요. 옛날에는. Zamani wanawake ilikuwa si ngumu kupata kazi, kufanya kazi mahali. 그러니까 이제 노동을 해가지고 우리를 먹여야 되는 거예요. 이게 상황이. Hali ilikuwa lazima afanye kazi ili atulishe sisi. 그러니 낮에 일, 밤에 기도. Mchana kazi, usiku maombi. 낮에 일, 밤에 기도. Mchana kazi, usiku maombi. 하루도 안 빠져. Bila kuacha hata siku moja. 난 그걸 봤거든요. Mimi niliona kitu hicho. 어마어마한 일이 벌어집니다. Jambo kubwa likatokea. 어떻게 제 같은 게 세계복음을 하겠습니까? Mtu kama ningewezaje kufanya hiyo dunia? 하나님께서요. 여러분의 기도는 세계를 바꾼다 그 말이에요. Maombi yenu yanaenda kubadilisha ulimwengu, maana yake ni hiyo. 어떤 경우도 낙심하지 마세요. Msivunjike moyo kwenye hali yote ile. 저는 결단했어요. Mimi nikafanya maamuzi. 우리 어머니보다는 많이 해야 되니까 저는 아니 24 하기로 했어요. Niweza kuomba kama mama yangu, lakini sasa mimi niombe masaa 24 kabisa. 24. Masaa 24. 여러분 새로운 힘을 얻고
하나님의 절대 계획을 보는 시작이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Kristo mweze kupata nguvu mpya na kuweza kuona mapenzi mapya na kamilifu ya Mungu. Tuombe. 영적인 눈을 뜨게 하나님이 역사해 주옵소서. Mungu unapofanya kazi tufungulie macho yetu ya 속지 않게 kiroho. 해 주옵소서. Mungu tusidanganyike, tusaidie. 이 세계 움직이는 보좌의 비밀을 가지고 하나님의 역사를 맛보게 해 주옵소서. Ruhusu Mungu tuonje ladha za kazi zako kupitia kitabu kinachoendesha ulimwengu. 세계 흑암 시대를 살리는 정인이 되게 해 주옵소서. Ruhusu Mungu tuwe mashine kuokoa mamlaka ya giza 오늘 ya 여기 앉은 ulimwengu. 한 사람이 현장을 살리게 해 주옵소서. Ruhusu Mungu leo mtu mmoja akaenda kuokoa shamba lako la Bwana. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu Amen. Kristo. Amina.